Mnyonge ni mtu wa namna gani? Mnyonge ambaye wingi ni wanyonge, neno lake katika wingi. Mtu asiyejiweza, ana uwezo wa kuongea au wa kutoa mawazo yake. Maskini, hana maana katika jamii. Sehemu nyingine anaonekana kama mjinga, hana pesa. Huyu ni mnyonge. Haleluya. Wale ambao walikuwa wanatumikishwa kwenye wakati wa ukoloni, wale wote walikuwa wanyonge. Maana yake huwezi kujitetea, una la kuongea. Yaani wewe uende kama unavyotaka au peleke kama unavyotaka. Yesu asifiwe. Bwana nimekuja kwamba Mungu huviinua vinyonge ili kuviaibisha vyenye nguvu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Kwa hiyo hawa wanaoonekana ni wanyonge, hawa Mungu huwa anawainua. Wakorintho wa kwanza na ile sura ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 26 hadi 36. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 26 anasema hivi: maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali yani unaelewa mpaka hapo kwamba kuna watu wana vyeo mbalimbali lakini Mungu hajawaita. Kuna watu wana elimu, wana PhD lakini Mungu hajawaita. Anasema mstari wa 27, bali Mungu alivichagua. Sema Mungu alivichagua. Okay, Mungu aliyachagua. Sema Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa na vitu ambavyo haviko, ili aviaibishe vile vilivyoko. Haleluya. Yesu asifiwe. Nitasoma mpaka 31. Anasema mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Kwa kama unadharauliwa, Mungu amekuchagua wewe na Mungu ana uwezo wa kukutumia wewe. Haleluya. Kuna wakati nilikuwa na tafakari, wakati Mungu anataka kutafuta wa kumtuma kwenda kwa Farao. Alafu Musa anasemeshwa, Mungu anampointi kwamba wewe utaenda. Musa alijitetea, mimi sijui kuongea, mimi nina igumizi, labda ungemchagua Haruni. Haruni ana uwezo wa kuongea, ila Mungu hajamchagua yeye. Ameamua kumchagua huyu Musa na kigugumizi hicho hicho, na kwa namna hawezi kuongea hivyo hivyo. Hello. Nenda kachambua watumishi uone. Kuna mwingine ukuta anaongea mpaka neno litoke, sio leo, lakini Mungu kamchagua. Wengine ni vipofu lakini Mungu amewachagua. Mwingine ni kilema, niliangalia juzi kwa mtandao, yuko na gongo lake, anahubiri na ana huduma kubwa, ni mhubiri. Mungu hakuangalia ule mguu,
Mungu hakuangalia cheo chake. Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sema kwa jina la Yesu, vile nilivyo Mungu amenichagua bila kuangalia hali yangu, na kwa ajili yangu, kwa kunichagua mimi, anaviaibisha vyenye nguvu. Anaviaibisha vyenye nguvu. Umesikia msemo unasema hawavumi lakini wamo. Sasa wewe ndo wale hawavumi lakini wamo, mbingu zinatambua. Tuko pamoja. Inawezekana dunia haikujui. Inawezekana hata kwenye kutokea vitu hawakujui, lakini umo. Mungu amekuchagua ulivyo. Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Mungu amewaficha wenye hekima na akili, akawafunulia watoto wachanga. Mathayo 11:25. Amewaficha wale wanaofikiri wana akili. Na ndio maana si kila mwenye elimu ya darasani anafahamu mambo ya Mungu. Sasa sio kwamba kwa kuwa na elimu ya darasani usijue mambo ya Mungu. Lakini Mungu hakupi kwa sababu una elimu ya darasani. Mungu anakupa kwa sababu umejishusha, umenyenyekea, ujivunie elimu yako. Amen. Amen. Lakini unaweza ukasoma ukawa na PhD, ukawa na doctorate, lakini mambo ya Mungu ukawa zero kabisa. Utajua vyote vya dunia, lakini kwenye mpaka unaitwa profesa, lakini kwenye mambo ya Mungu unakuwa zero. Kwa hiyo lazima tukifika kwa Yesu tuweke elimu pembeni, alafu tunyenyekee kwake ili tupate vya kwake. Ila tukija na elimu zetu, tukajifanya na elimu zetu, tutaachana na Yesu mbali sana. Hello. Mathayo 11:25. Mathayo 11:25 anasema, wakati ule Yesu akajibu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Wenye hekima na nini jamani? Na akili. Yani uliwaficha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uliwaficha wenye hekima na nini? Akili. Kwa hiyo hawa watu waliojifanya wana akili, wana hekima nyingi, Bwana aliwaficha. Alafu akawafunulia watoto wachanga. Kwa hiyo ni muhimu sana tujiondoe kwenye ile hali ya kujiona tunajua. Haleluya. Haleluya. Ile ya kujiona sisi tumesoma. Mimi huwa nikifika huku siangaliagi elimu yangu, na iwekaga pembeni. Alafu nakuja kama nisiyejua ili Mungu anisaidie. Lakini nikija kwamba najua, nimesoma na nini, basi tunaachana na Mungu njiani. Mungu hataki tujisifu kwa namna yoyote, bali tujisifu kwa kumjua Mungu tu. Yeremia 9:23 nayo inaainisha hayo. Nimeyaweka hayo ili upate kujifunza kwa vipengele unaposoma, usome na Biblia yako. Yeremia 9:23-24 anasema, Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifie na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana
nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Haleluya. Mwambie mwenzako usijisifu kwa sababu ya elimu yako wala kwa akili nyingi. Jisifu kwa sababu umemjua Bwana. Okay, Mungu amewainua wasiosoma. Labda tu nimerudia tena niseme, sio kwamba aliyesoma hajainuliwa, lakini wale wasiosoma wamepewa kipaumbele sababu wameonekana wengi waliosoma sana wamejivunia au wameona wamefika. Nilikuwa naongea na mtumishi mmoja anatumika, lakini anakuambia hata kuongea lugha alikuja kuongea akiwa kwenye nchi. Anahubiri mataifa yote. Hajawahi soma lugha ya Kiingereza. Katika kule kuhubiri ndo amejua na mpaka leo anahubiri. Haleluya. Na anaongea Kiingereza kizuri sana. Lakini Mungu alitaka tu kujitukuza. Mungu amewainua wasiosoma kuaibisha wenye elimu wanaojivunia elimu yao. Sio kila mwenye elimu Mungu anamwaibisha, lakini yule anayejivunia elimu kwamba si tumesoma. Kuna dini fulani wanasema watu waliosoma chuo chetu hawa ndio tunawatambua kama watumishi. Wanasifu, sisi tumesoma, sisi tuna maadili. Wamerudi wamekuwa dini. Mungu anawatumia wengine. Kuna mtu hajaenda hata Bible school, lakini ukikuta material yanayotoka mpaka wenye Bible school pale Songwe nilienda nikamkuta mama mmoja. Yeye hata Bible school hajaenda, yuko kanisa moja amesimamia. Lakini wachungaji waliosoma wanaenda kwake mpaka usiku kwenda kumtaka ushauri, na amefanikiwa sana. Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 4:13 hadi 21 inatueleza. Matendo ya Mitume 4:13. Matendo ya Mitume sura ya 4 na ule mstari wa 13, nayo maandiko yanasema, basi walipoona ujasiri wa Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Sema wasio na elimu. Wasio na maarifa. Wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na wakimuona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Wakawaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao. Haleluya. Hebu tuachie hapo. Waliwaona ni watu wasio na elimu. Ni watu ambao maarifa ya dunia walikuwa wana, lakini mambo yanayotendeka kwao si ya kawaida. Wakatambua ya kuwa walikuwa na Yesu. Na mimi nataka nikuambie, yani soma, nenda mpaka mwisho ukute kibao kinasema no more school for you. Fika huko. Lakini ukifika kwa Yesu, usiende kwa Yesu kielimu. Nyenyekea kwake kama asiyejua ili ujue. Hawa watu wakaona hawana elimu wala maarifa, ila wakatambua walikuwa na Yesu. Acha watu watambue kwamba uko na Yesu. Wanaokudharau wajue kwamba uko na Yesu. Wakati mambo yao yanapokuwa magumu, wewe ndio utaenda kukemea mapepo ya kwao. Sikia, watajitapa na PhD haitatoa mapepo. Watajitapa na doctorate haitatoa mapepo. Mapepo yanatoka na mtu mwenye Yesu. Haleluya. Kwa fahari yako jivunia una Yesu. Kwa hiyo elimu yako usijivunie, jivuna tu kwa ajili ya Yesu. Jidai kwa ajili ya Yesu.
wakatambua hawa watu wana Yesu. Yesu asifiwe. 17. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na watu mtu awaye yote kwa jina hili, wakawaita waamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu hukumuni ninyi wenyewe. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Nao walipokwisha kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuwaadhibu kwa sababu ya watu, kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa ajili ya Mungu kwa hayo yaliyotendeka. Maana umri wa yule mtu aliyefanyiwa ishara hii ya kuponya ulipata miaka 40. Mtu amepona, Yesu akuangalia elimu. Haleluya. Usijidharau. Narudia tena, nasema usijidharau. Mungu amekuandaa kwa kazi maalum. Usiseme mimi sijui, mimi niliishia wapi. Kuna watu ambao, nilikuwa na mama mmoja yeye hajaenda shule kabisa, hajui kusoma wala kuandika. Yule mama tulikuwa naye kwenye maombi. Yule mama ni wa ajabu sana. Ukifundisha anayashika maandiko. Yule mama anafundisha, anashika neno analifundisha, hajui kusoma wala kuandika. Yule mama anaweza akakaa hivi akaona mambo yako. Mungu akuangalia elimu yake. Tuache kujiona. Sikia, Mungu anajua kwa nini hujasoma na mwingine amesoma. Mungu ana makusudi na wewe, hachagui wewe ukoje. Sema amina kubwa. Haleluya. Haleluya. Mungu amewachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliyowaahidia wampendao. Amewachagua. Yakobo 2:5. Yakobo 2:5. Amewachagua maskini. Yaani hii anasema Yakobo 2:5. Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliyowaahidia wampendao? Haleluya. Anasema bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je, matajiri hawawaonei ninyi? Hawawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya viti kwa hukumu? Kwa hiyo Biblia inasema Mungu aliwachagua maskini. Mwambie mwenzako vile vile ulivyo umechaguliwa. Naomba leo ukae na hili kwamba usijidharau. Hata ukimuona mwenye cheo anakunyanyapaa, usijidharau. Kuna siku na yeye atakuwa chini yako. Unaelewa ninachosema? Tuko pamoja? Mimi nimeenda kuhubiri bungeni. Nilienda bungeni, sikuwahi kuwaza, na hata masomo yangu yosomea sikusomea ya huko. Sikuwahi kuwaza kwamba kuna siku nitaenda, lakini wamenisikiliza, wamekubali elimu hii. Haleluya. Haleluya. Okay, Mungu hakunipa, yani alinipa tofauti na vile walivyo, kitu ambacho wao hawana. Na Mungu alitaka tu kwamba labda ningejivuna niseme mimi nina uwezo. Akaamua tu kunipa kama alivyotaka. Kuna wakati nimekuwa, wale wanaofahamu, nimeenda kufundisha watumishi. Nakumbuka nilienda
kule Mpanda mwaka 2014 ilienda kule Mpanda. Ulikuwa na wachungaji wa injilisti, maaskofu wengine kutoka Mwanza, Tanga na wapi, walikuwa zaidi ya 800. Walikuwa tukawa kwa mwenyekiti wa SPCT pale Mpanda. Na mimi ndo nilikuwa nafundisha maadili ya watumishi. Sasa nikijiangalia ni mdogo. Sasa hivi ni mkubwa, nilikuwa mdogo, nimevaa kizibao kangu. Sasa picha ilinikuza kweli, ile picha ya tangazo. Lakini walipoenda wakaniona kijana, hakuna mtu alinisalimia kwa adabu. Huyu ndio mhubiri wetu. Yaani ni kama kadharau fulani. Kumbe Mungu aangalie kaumbo. Haleluya. Mimi nikaingia, nikaona hamna shida, watanijua kwenye kazi. Nikaingia, kipindi changu kilikuwa cha kwanza. Mungu akanitumia. Kile kipindi cha pili alikuwa anafundisha habari ya sheria za kuabudu haki, ni mwanasheria. Kwa hiyo mimi nafundisha kuhusu maadili ya watumishi kiBiblia. Kwa hiyo walichokifanya, mimi nilipoenda kwa kile kipindi na kuambia, wakati na ubiri, watumishi walikuwa wanatoka kule nyuma, wanakimbia, wanaingia madhabahuni wakilia. Kipindi kile kikameza na kile cha sheria kikuwepo. Nilipo baada ya kumaliza, kila mtu akaja, Bwana asifiwe. Kumbe ndo naonekana saa hiyo. Haleluya. Huyu Yesu ni master Bwana. Acha kudharau, kuna siku Yesu atakuheshimisha. Haleluya. Yesu asifiwe. Okay. Kikumbuka leo saa 1 uniangalie kwenye Ndago TV. Takuwa na kipindi pale. Haleluya. Saa 1 jioni. Haya, kwa hiyo Mungu amewainua hao. Sasa tuje kwenye Mungu amechagua maskini wa dunia, ndio nasema. Kwa hiyo usiringie utajiri. Mungu anaweza kukuaibisha. Haleluya. Neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Hiyo ni Methali 3:5. Unajua kinachotuponza sana ni kwa sababu tunajivunia akili, tunategemea akili, tunajiona tunajua. Hujui chochote. Ukifika kwa Mungu wewe hujui, unahitaji kujulishwa. Amen. Amen. Haleluya. Hebu ngoja nikwambie, hii ni Biblia hii. Lakini hii Biblia mimi sijawahi kuijua. Na kila siku naiendea kama mgeni. Somo la kesho kuna kitu utakiona. Na iendea kama mgeni. Somo la kesho lina peji kama 2. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini siku zote siingii hapa kama naijua? Fikiri nafundisha masomo mengi sana. Nafundisha maeneo mbalimbali. Wale waliofuatilia masomo ndio kufundisha kule Songwe. Yesu asifiwe. Yale masomo niliyofundisha Songwe ni tofauti kabisa, wala hayako kwenye masomo. Na sijayafundisha. Kila siku nikiingia hapa nataka kumwambia Mungu nifundishe. Pamoja na kwamba nasomaga hii Biblia, siku Mungu akinifundisha na mimi naona niligeni. Hello. Amen. Mtu ambaye hajafikia mahali pa kujua kupitiliza, yule mtu hadharau neno. Ngoja niwaambie. Umuhimu wako wa kuja hata semina kama hii ni nini? Kwa sababu unataka kujua. Kuna mtu anaweza akaona, si tunafundishwa, si kawaida. Hakunaga kawaida kwa Mungu. Haleluya. Hakunaga kawaida kwa Mungu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hakunaga kawaida kwa Mungu. Tumaini Bwana. Usitegemee hata kama unaingia kwenye maombi. Hebu nisikia. Sijawahi kuizoelea madhabahu. Mimi nikiingia madhabahuni najiona mgeni kila siku.
Nimesimama na hii madhabahu miaka inaenda 20. Lakini tuseme kabla sijatoka hapa inakaribia 20, nimetoka pengine nikaja hapa. Lakini hakuna hata siku moja nimesimama hapa naona kiuzoefu. Nikija namwambia Bwana, nahitaji sema na mimi, niambie. Na siku Mungu akisema anasema kipya. Na wewe ndio maana unapata kipya. Kwa nini? Siende tu kiakili kwamba yale nayo yajua ndo nimeishia hapo. Hebu ngoja niwaambie. Kuna watu fulani nilikuwa na hudumu, nikafundisha habari ya asili au misingi ile ambayo inatesa watu. Wakawa kama wasema, mimi simuelewi Chilima kabisa. Hiki anachosema ni kama anaturudisha kule nyuma. Yaani hawaamini kuna mtu kufungwa na roho za asili na kukombolewa. Nikachambua neno. Sasa kilichokuwa kinawashinda kunipinga kabisa ni kwa sababu sifundishaji bila vipengele. Lakini si hivyo tu. Mwingine akamwambia watoto, mkanawambia Bwana, angalia, haya anayoyasema mbona yako kwetu? Mbona ni ya kwetu kabisa? Kama basi haya ni ya uongo, lakini mbona sisi tunapitia? Mbona fulani anapitia? Lakini wakaona watu wakikombolewa. Haleluya. Unajua hii mambo ya kukaririshwa umeishia pale ulipojua, hujajua bado. Umenielewa nilichosema? Yaani endelea kutaka kujua zaidi. Amen. Ukitaka kujua pia Biblia, soma ukitamani kujua zaidi. Usiishie ulikojua. Mimi Biblia kwangu kila siku ni mpya. Haleluya. Na ndio maana unapata chakula kipya. Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo. Fanikiwa vyovyote, ushike adabu. Timotheo wa kwanza 6:17 hadi 19. Timotheo wa kwanza 6:17 anasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi. Atupae vitu vyote kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli. Na mtu eti amebarikiwa ana kastaleti tu kanamletea staleti tena kubwa, toyo anapandisha mabega, unajisikia. Yesu asifiwe. Wewe unajiona mnyonge na dhaifu, Mungu anasema usiogope. Sema amena kubwa. Amen. Maana atakufanya chombo kipya cha kupuria chenye meno makali. Bwana akakufanya chombo kwa jina la Yesu. Bwana akakufanya chombo kwa jina la Yesu. Haleluya. Isaya 41
Isaya 41:8 hadi 16. Isaya 41:8 hadi 16 anasema, kila mtu amefungua, anasema, nawe Israeli, sema wewe utataja jina lako, nawe Liberty mtumishi wangu, Liberty niliye kuchagua, mzao wa Shirima wewe, rafiki yangu wewe niliye kushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikuambia wewe mtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona. Wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa. Wale waliofanya vita juu yako, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume. Ningesema kwa sauti kabisa, nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Usiogope Liberty uliye mdudu. Nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Tazama, nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria chenye meno. Utafikicha milima na kuisaga, nawe utafanya milima kuwa kama makapi. Utawapepeta na upepo utawapeperusha. Upepo wa kisulisuli utawatawanya, nawe utamfurahia Bwana. Utajitukuza katika mtakatifu wa Israeli. Haleluya, haleluya. Nakwambia, haijalishi unajiona mdudu, Bwana anasema atakufanya chombo. Atakufanya chombo kipya. Kama kuna vilima vimeinuka, vilima vya kichawi, vilima vya kipepo, vilima vya kimaskini, utavifikicha, maana Bwana amekupa meno makali ya kufikicha vile vilima. Lazima viondoke mbele yako. Wanaopigana nawe utawaona. Haleluya. Wanaokucheka leo, kuna siku watalia wakikuona. Haleluya. Ninasema hivi, mtu akikusema mwache aseme. Akikusimanga mwache akusimange. Kwa sababu Mungu atakuja kumwaibisha. Na saa ya kuaibishwa adui zako inakuja. Nasema saa ya kuaibishwa adui zako inakuja. Waliosema huyu ni mgonjwa kila siku, kuna siku wataona ukidunda wakati wamelala kitandani, na wewe utawaendea kuwatafuta. Waliosema huyu hajasoma, kuna siku watakuja kupiga magoti kwako kutaka msaada. Elimu yao haitawasaidia, ila upako wako utawasaidia. Elimu yao haitatoa mapepo, ila upako ulionao utatoa mapepo. Elimu yao haitawapa mali, ila upako wako utakupa mali. Bwana atakubariki uingiapo, Bwana atakubariki
akubariki utokapo. Haleluya. Haleluya. Usihuzunike kwa ajili ya unyonge wako, maana hapo ndipo Bwana anapojitukuza na kujulikana. Haleluya. Yaani Mungu atajulikanaje? Mungu atajulikanaje? Kwenye unyonge wako. Kwenye unyonge wako. Nasema kwenye unyonge wako. Narudia tena, kwenye unyonge wako ndipo anaenda kujulikana. Nakumbuka Ana alisema hivi, humuinua mnyonge kutoka mavumbini, umpandisha mhitaji kutoka jalalani na kumketisha na wakuu. Ana alichekwa sana na Penina, lakini unyonge wake Bwana akaukumbuka. Haleluya. Haleluya. Huyo Mungu aliyemuinua Ana, mbona anaweza kwetu? Sijui sijajua kina Penina unao wangapi. Hebu muulize mwenzako, una Penina wangapi? Wanaokusema ni wangapi? Haleluya. Mwambie saa ya Bwana kuondoa aibu yako imefika. Bwana anajitukuza kwenye unyonge wako. Alafu sikia, ni mambo ya Mungu yako tu hivyo. Yesu alikuja kwa namna ambayo watu nao hawakumuelewa. Niwape mfano. Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe wakati ni mkombozi wa ulimwengu. Wakasema mwana wa seremala yupi huyo? Ndo mwana wa Mungu. Kwanza alizaliwa pale horini, wakamdhihaki, lakini huyo ndiye Bwana wa Bwana. Hawakumuelewa, sasa wanamuelewa. Hawakuelewi sasa, ila kuna siku watakuelewa. Haleluya. Kuna siku niliwaambia, yeye mnaniita, walisema mimi narandaranda mjini, nazunguka na Biblia, sifanyi kazi kwa sababu mimi sikuwa na chakula. Kwa hiyo wakasema walivyosema. Nikawaambia iko siku nitawasaidia. Iko siku mtanitegemea. Waniambia hao wapi? Yaani walikuwa wanaona haiwezekani, lakini leo wananitegemea. Kwa nini? Bwana ameona unyonge wangu. Bwana amekufa kwa ajili yangu. Kwa hiyo Bwana anaona unyonge wako. Usiogope. Usiogope. Mungu anakuona. Anataka waibishe adui. Acha wakusema wamalize, alafu ndipo aje akuinue mbele yao. Atakuandalia meza mbele yao kabisa machoni pao, wakiona waseme ni huyu, ni huyu, ni huyu, na jina lako litajulikana kwa mataifa. Haleluya. Haleluya. Kwa kuangalia Mungu na kumtegemea kwa moyo wako. Mpende Mungu kwa moyo wako wote. Afu muamini Mungu kwa moyo wako wote. Amen. Amen. Pende, muamini, mtegemee yeye. Amen. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanyonge ndio wa Mungu. Hao ndio Mungu anataka ajitukuze. Najua kuna mtu anasema mimi ni akili yako imenifikisha hapa. Mimi nafanikiwa kwa sababu najua kufanya biashara. Mimi nafanikiwa, anaeleza, anajisifu kwa sababu. Sasa wale Mungu anataka awaibishe kwa sababu wamekusema sana. Hello? Amen. Nilipoanza huduma nilianza nikiwa kijana. Sijaoa. Na aliyekuja mmoja mchungaji anasema, huyu kwanza ni kijana, namwambia tufanye huduma, hataki kuelewa. Kijana mwenyewe huyo mdogo hajaoa, atafanyaje huduma? Lakini sikia, hakuwa na upako niliokuwa nao. Mungu haangalii ujana bwana. Mungu haangalii wewe baba. Wacha watu wakushusha shui kakaa hivi kaumbika hivi. Huyo wanasema makengeza ndiye Bwana atamtumia. Amen. Hello? Amen. Huyo anayesema miguu kama spoku ndiye utakayemkimbilia. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mungu haangalii shepu yako. Wanadamu wanaangalia shepu, ila Mungu anaangalia moyo. Angekuwa anaangalia shepu asingemchagua Daudi. Daudi alikuwa ndo mtoto wa mwisho kule nyumbani aliyesahaulika kule machungani. Yamkini wamekuweka kule machungani kama Daudi.
Samuel anakuja anataka kutia mafuta. Leta watoto, wakaja wengine wote. Mungu akamwambia, sio. Ni yupi mwingine? Asema lakini kuna katoto kako machungani. Asema nikakaleteni. Kuna siku Daudi atatolewa machungani. Sikiliza, anasema kuna siku Daudi atatolewa machungani. Na huyo Daudi ni wewe. Bwana atakutoa machungani. Ni wewe Bwana anakupaka mafuta. Ni wewe Bwana atakutumia kwa viwango vikubwa. Hata kutumia kwa wingi wa silaha. Na mjifunza Daudi pia. Kuna wakati walimletea, wakati asema nani huyu Goliath alisimama. Haleluya. Akasema mimi nitawapiga Waisraeli. Nikiwashinda Israeli, Waisraeli watakuwa watumwa wetu. Na sisi na ninyi Waisraeli mkitushinda, mkaweza kunipiga mimi, sisi Wafilisti tutakuwa watumwa wenu. Sasa lile ni jamaa lilikuwa kubwa, refu, giant. Waisraeli, wale wanajeshi wa Israeli wakaogopa. Wana silaha, wana mavazi ya kivita, wakamuogopa Goliath. Kakatokea katoto kadogo. Katoto kadogo. Kama unavyoonekana mdogo mdogo, utatokeza mahali fulani. Utatokeza mahali fulani. Haleluya. Haleluya. Kakaja pale akasema mimi nataka nikampige huyo Goliath. Na nitapewa nini? Akaambiwa mfalme amesema atakayempiga Goliath itakuwa ndio mahali. Akitoa tu kichwa cha Goliath atapata mtoto wa mfalme, binti wa mfalme. Yaani hiyo ndio mahali. Wende tu na kile kichwa hiki cha Goliath. Umepata mke. Mwambie mwenzako ilikuwa raha sana hii. Haleluya. Yesu asifiwe. Jamaa akasema, wakamwambia utapiganaje? Wewe utakufa wewe. Kielele mtoto wewe. Kasema jamani, nilipokuwa kule porini niliua dubu. Nikapambana na simba alipokuwa anakuja kula. Sasa moyoni wanasema, bibi anafikiri huyu dubu nani Goliath ni dubu. Ni kama dubu. Hajui Goliath ni mziki mwingine. Kajamaa kamejitutumua. Mungu hataki. Sikia, wakamwambia okay, kama unaenda, walisema tu nafikiri moyo kwamba acha kikafia huko, si kimengangania kielele chake kimmalizia. Wakamwambia haya nenda bwana, lakini sasa vaa nguo hizi za vita. Ili usimame. Akavaa nguo zikamlemea na dondoka. Ni kadogo. Lakini Mungu haangalii udogo wao. Nakwambia Mungu hata kuangalia udogo wako. Neno hili litakuwa unabii kwako. Haleluya. Akaacha akasema mimi jamani nipende tu mawe. Sasa wanashangaa. Nguo wenyewe imemshinda. Silaha mkuki umemshinda. Anachukua mawe. Nipeni tu mawe 5. Haleluya. Akaweka kwenye mfuko. Kama anaenda kupiga kufukuza tumbili. Anaenda kupambana na lijitu. Lakini Mungu alitaka ajitukuze sio kwa ajili ya jeshi la Israeli. Alitaka akitukuze kinyonge kilichoachwa machungani. Wewe uliachwa machungani, Bwana atakutukuza. Kwenye familia watakujua, ukoo mzima utakutaja. Iko sawa, watasema tumpate wapi mtu kama huyu. Haleluya. Haleluya. Sasa akaenda, nafikiri akakaa kwa mbali, angalia tunapoenda kufa, unaona ule mkuki wa Goliath una kilo 60. Yaani ule upepo tu ukimpita Daudi anakufa. Haujamgusa. Afu Daudi anaenda kabisa, anasoma karibu naye. Yuko anamwambia, sasa Goliath akamtazama akamdharau. Mwambie mwenzako usinidharau, unaweza ukawa Goliath wangu nikakudondosha wewe. Haleluya. Akamwambia umenijia na mawe kama unakuja kuua ndege. Mimi nitakupiga na nyama yako atakula hayawani. Alafu na Daudi nako kanajibu. Si nimfananishe Daudi na nani? Haleluya. Hebu njoo mtoto. Njoo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujaribu kuona waliokuwa waliokuwa wanashindana. Ila
Na kutolea mfano hapa, msie mkamuita Goliath. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia hapa, mgeukie sasa. Huyo eti ndo anasema nitakupiga na nyama yako watakula hayawani na ndege wa angani. Huyu, hebu piga hiyo picha. Maana Biblia inasema alikuwa ni mtoto mdogo. Haleluya. Unajua ni kitu hakiwezekani. Na Goliath anamwambia na mimi nitakupiga. Huyu anamwambia unanijia kwa mawe. Goliath anamwambia unanijia kwa mawe kama unaenda kupiga ndege. Na akamwambia unanijia kwa fumo. Mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Alafu huyu hana nguo za kivita. Mwenzia amevaa mpaka imebaki usoni. Yaani huku ukipiga hata jiwe linaruka, mshale unaruka, mkuki unaruka. Manake unajua hata kuna nguo za kuzuia risasi unaita bulletproof. Inazuia risasi. Yeye amevaa nguo hizo. Huyu jamaa hana nguo. Yaani akipigwa tu mkuki unatokeza. Sasa jamaa akashangaa tu, akikiangalia kitoto kikazungusha kombeo. Alishika ile kamba akaweka jiwe. Zungusha, alikia kwa sema kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa jina la Yesu. Alipotupa akalenga pale kichwani alipoacha hewa. Jamaa likadondoka. Rudi tu wewe sio Goliath, nitoa mfano tu. Haleluya. Yesu asifiwe. Akadondoka. Daudi akafika pale akakata kichwa. Kaenda kwa Sauli, nimeleta kichwa, nipe binti. Akapewa binti. Saa ya kumkata Goliath imefika. Na hapo ndipo Bwana anapokutambulisha. Na hapo ndipo atakapojua kwamba tunaye mtu kwenye familia hii. Haleluya. Nisikia vizuri, nilipookoka sikueleweka sana. Hawakuniheshimu, walinidharau. Lakini leo mimi ni katibu wa ukoo. Alafu leo mama alikuwa ananiambia juzi, mimi nipambana kwa mzwani ongea na mtu mmoja alikuwa mchawi. Nikamwambia sikia, usirudie kulonga tena. Ukirudia kulonga, mimi ni mchungaji. Sasa tutapambana na wewe tuone. Akainama tu kichwa chini. Nikamwambia jamani, kama kuna mtu ana plani ya kwenda kwa mganga akajitafutia mali zake, sio kuwashusha wengine. Na ole atakayeloga baada ya kifo hiki kitakachofuata ni yeye. Dada mmoja ambaye sasa ni makamu wangu akasema yeye nisikia sasa baada ya kutoka. Anasema sasa hivi bwana kuogopi uchawi, tunaye mchungaji. Haleluya. Tunaye nani? Mchungaji. Naongea kwa mamlaka. Wakati ule walikuwa wajuu. Siku ile padri amezika sawa, lakini siku ya pili wakakusanyika sijui jumuiya si ngapi. Umati mzima. Alafu nikaalikwa mimi kwenda kuhubiri. Nahubiria wakafurahi. Neno la Mungu limepita. Kuna wakati hawakuelewi ila iko sawa atakuelewa tu. Haleluya. Kuna saa walikuwa hawaelewi Daudi, lakini kuna siku wasema Daudi ameua maelfu yake. Iko sawa wataimba huo wimbo tu. Wakiangalia hivi akisifiwa Daudi, ambaye walisema ni katoto kadogo, acha kudharau. Kuna wenye PhD watapiga magoti kwako wakisema huyu ni mtumishi wa Mungu. Tumpate wapi huyu? Haleluya. Haleluya. Sikiliza bwana, mimi sio level hii tena. Kwa unyonge wangu huu mawaziri wananitegemea. Kwa unyonge wangu huu maprofesa wananitegemea. Kwa unyonge wangu huu naaminika. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya. Saa yako inakuja. Saa yako inakuja, nasema saa ya Daudi kuinuliwa imefika. Saa ya Yakobo kutukuzwa imefika. Saa ya Yusufu aliyekataliwa kukubalika imefika. Kuna saa wanakuja kuomba kwako. Jiandae kuwapa pesa. Jiandae kuwasaidia. Wala usiwawekee kinyongo.
Walinidhihaki, wakanidhihaki, lakini nikamwambia tutawasaidia, na kweli nawasaidia. Sina kinyongo nao. Hiyo saa imefika. Watabadilisha wimbo, hawataimba tena wimbo wa unyonge, watakuimba wimbo wa nguvu. Watamuimba Mungu wako, watamtukuza Mungu wako, watamkubali Mungu wako, watamheshimu Mungu wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Hivyo Daudi, Paulo anasema najisifia udhaifu wangu, maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Kumbe nguvu inatokea. Usiogope ukiumwa. Mungu anataka ajitukuze. Dada ya magonjwa mengine bwana ni mazuri. Nakumbuka Lazaro alikufa. Yesu akaacha akaenda kabisa. Wakamzika siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, yuko kaburini. Ile kama hata alizimia awe ameishiria huko. Basi wakasema alikuwa amezimia. Alafu anasema amelala naenda nipate. Najua nini? Wayahudi walikuwa wanampinga. Wayahudi walikuwa wanamkataa. Wayahudi walikuwa wanataka kumuua. Na aliposema nitaenda, walimwambia Wayahudi juzi walikuwa wanataka kukuua. Unaenda huko, si tutaenda kufa. Yesu akamwambia twendeni. Saa za mchana watu hawajikwai, twendeni. Kumbe kitakachompa Yesu kibali kule ni muujiza. Leo nimekuambia usikate tamaa. Hajalishi unapika wapi, usimwache. Usiache tumaini. Tumaini tu mpaka mwisho. Kuna kitu Mungu atafanya kupitia wewe. Kuna kitu atafanya kupitia wewe. Alipofika akamfufua Lazaro. Nani anatamani kumuua tena? Ameona muujiza. Heshima ikarudi. Heshima ikarudi. Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa salama, 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 kusalama, salama, rohoni.